Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia Tuyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu kizuri hiki tunapoendelea kujifunza masomo haya. Wiki hii tuna somo linalosema makumbusho ya neema. Amen. Jana mlikuwa mnaangalia kuvuka Yordani. Kweli nimepata kitu, kumbe kuna vitu alipewa, uwepo wa Mungu utakiwa uwepo pamoja nao. Lakini leo tunaenda kuangalia Mungu aliye hai wa maajabu. Basi kabla ya kwanza tupate wapi. Asante Mungu wetu wa mbinguni kwa namna ambavyo unazidi kutudhihirishia maajabu yako, ukuu wako. Tusione kama ni vitu vya kawaida. Tupatie macho ya kuona kwamba ni ukuu wako na bado unatamani utudhihirishe nguvu zako katika dunia leo. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amina. Maajabu. Mungu aliye hai wa maajabu na mtenda maajabu. Twende tuangalie Yohana. Kwanza wameambiwa wajiandae. Unajua maajabu ya Mungu? Lazima umejiandaa. Ndio unaweza kushangaa vizuri. Maana unaweza kuchukulia kama kawaida. Au kamzima mwenyewe akasema huyu hana excitement. Unajua mtu alisema nataka nikuchekeshe. Anakuandaa. Sasa na wewe unafunga. Hutaki kuchekesha. Hicho kichekesho hata kikuchekesha. No. Hautacheka. Mungu akitaka kukushangaza, anataka ukae mkao wa kusema yes, anaenda kutenda. Sasa leo tunaenda kuangalia katika, ukipata nafasi soma Yoshua sura ya 3:6 mpaka 17 yote, lakini kwa sababu ya muda soma 9 mpaka 13. Yoshua 3:9 hadi 13 nasema, basi Yoshua akawaambia wana wa Israeli, njooni huku mkayasikie maneno ya Bwana Mungu wenu. Yoshua akasema, kwa jambo hili mtajua kuwa Elohim aliye hai yu kati yenu, na kwa kuwa hatakosa kuwatoa mbele yenu Mkanani na Mhiti na Mhivi na Mperizi na Mgirgash na Mwamori na Myebusi. Tazama, sanduku la agano la Yahwe wa dunia yote linavuka mbele yenu na kuingia Yordani. Basi sasa twaeni watu 12 katika kabila za Israeli, kila kabila mtu mmoja. Itakuwa wakati nyayo za makuhani walichukuao sanduku la Bwana Yahwe wa dunia yote zitakaposimama katika maji ya Yordani, hayo maji ya Yordani yatatindika, maji yale yashukao kutoka juu nayo yatasimama kama chuguu. Kuna kitu cha kumshinda Mungu? Maji yametema. Yordani imetema. Kingo zake zimevushwa. Yaani imeenda zaidi. Unavukaje? Kibinadamu haiwezekani. Mungu amewaambia sasa jiandaeni, mimi niko hai. Mimi ndio muumba. Kuvuka Yordani na kukumbusha nini? Kuvuka bahari ya Shamu. Bahari ya Shamu nakumbuka haya, inakukumbusha wapi tena palipofanywa pakavu? Palipofanya pakavu nyuma mwanzo. Sawa mwanzo. Alipoweka nchi kavu na maji ya baharini. Katika ile juma la uumbaji pale. Kwa hiyo huyu Mungu ambaye anaenda kukausha ni kawaida yake, sio kawaida yake kukausha? Ni kawaida yake. Kwake yeye mwenyewe anajishangaa, amefanya. Ajishangai. Sasa sisi watu ambao tunategemea ni kawaida yetu mto wa namna hiyo ukijaa kuvuka kwa mtumba. Kwamba leo yanakaushwa, unaona ni ajabu. Ajabu. Lakini kawaida ya Mungu. Sasa Mungu huwa anatuoneaga huruma ili atufanyie mambo nje ya kawaida tulizozizoea. Huwa anataka kwanza tumwamini kwamba yu hai. Yeye ni muumba. Sio alipoumba siku 6, siku 7 akapumzika. Akaiacha ni kama saa inaendelea kujiendesha, yeye akalala usingizi. Au unajua hivyo wakati mwingine maishani mambo yanaendelea, afu unasema hivi kweli Mungu yupo? Hivi kweli mbona haingilii kati? Kweli. Lakini Mungu yupo na anafanya, na haendeshwi na sheria au kawaida za
tulizozoea. Yeye anafanya kama Mungu aliye hai, tofauti na miungu mingine. Kwa hiyo sasa alichofanya pale alipoumba, alipofanya pale alichofanya kile bahari ya Shamu, akasema sasa naenda kufanya. Ni inaitwa ajabu. Yaani Mungu anapojidhihirisha katika uumbaji, katika ujazo. Unajua hata hiyo ya kuvuka Yordani akufanya mpaka mwisho, yani akuonyesha uwezo wake mpaka mwisho na nini, lakini alifanya zaidi ya watu walivyomtarajia. Alifanya, alionyesha kwamba I'm here, nipo hapa na ninaweza, niko hai na ninajali. Hebu zungumza mpaka hapo, unaelewa ajabu? Ajabu unaposikia ajabu. Ajabu unaposikia ajabu inanipatia picha Mungu anataka kuonyesha uwezo wake. Jambo la kushangaza kwamba Mungu kumbe ndio yuko hivi. Kumbe pale ambapo mimi na akili zangu za kibinadamu zimefikia ukomo, yeye anaonyesha uwezo wake mkuu, kwamba mimi naweza nikafanya vitu kuliko zaidi ambavyo wewe unavyoweza kufanyaje kuwazia. Anasema katika Isaya mawazo yake ni makubwa kuzidi mbingu. Yaani Mungu hafungwi. Kwa lugha nyingine hafungwi. Yaani anaweza kufanya chochote. Anaweza kutufanyia chochote. Amen. Kwa mapenzi yake. Sasa nikuulize, kama Mungu anaweza kufanya mambo yote, mbona haingilii mambo mengine, anaachia tu haingilii? Mbona hii uingilia kajikati au huu utendaji kazi wake huu wa maajabu, mbona mahali pengine ambapo tunamtazamia angefanya tunaona afanye? Huu utendaji wa Mungu huu uhai wake unadhihirikaje? Yani anajionyeshaje kwamba yeye yuko hai? Nilikuwa najaribu kutafakari, iko hivi. Mungu anajidhihirisha palipo na maslahi yake. Sawa. Anataka kuwavusha wana wa Israeli. Amewaahidi na anataka abariki ulimwengu kupitia wao. Sawa. Mtu hawezi kuwa kizuizi. Kwa hiyo Mungu ana malengo, ana makusudi. Kwa hiyo kuna wakati Mhubiri 3. Kwa kila jambo na wakati wake chini ya jua. Na kila wakati una kusudi lake. Mungu anaenda kwa kila wakati na kutimiza makusudi yake kwa ratiba yake. Na afanyi mwenyewe bila kuwashirikisha watu wake. Hayo maajabu. Ndio jana akawaambia jiandaeni basi. Maana angetaka kuyafanya hayo maajabu pamoja nao. Tutauona muujiza watakavyovuka baadaye. Kwa hiyo ni maajabu ambayo yanahitaji ushirikishwaji. Kwa hiyo kama Mungu hatujamuona mahali pengine, tunaweza kusema na makusudi yake hayajatimia, mapenzi yake hayajatimia, na anatakiwa ajionyeshe yeye ni Mungu. Sasa kama wakati ndio umefika na makusudi ni wakati wa kutimia makusudi yake, alafu sisi tupo tunashangaa Mungu yuko wapi? Kwa nini tusiombe mapenzi yako yatimizwe? Tuombe mapenzi yake. Kwa nini tusiseme Bwana jidhihirishe ufalme wako, uweza wako, nguvu zako, uwepo wako ujidhihirishe, sanduku la agano. Nakumbuka alipoifungua muhuri ya ngapi, sanduku la agano lilifunguka. Afu na zile mbao mbili za nini? Zile amri, na kukawa kama sinayo mpya. Sawa. Yesu ambaye anazifungua muhuri, Yesu ambaye anaendesha historia, Yesu huyu anataka afanye tena na tena maajabu yake. Ila sasa anahitaji washirika wake ambao wanabeba shuhuda, amri zake, sio hapa moyoni mwake. Sawa. Wanabeba ukuhani, ile fimbo ya, ndakumbuka somo la jana, fimbo ya Haruni. Au amtangulii Mungu. Anasema ninyi hamjui njia, mimi ndio nitafanya maajabu, ninyi bebe, ninyi jiandaeni, alafu sanduku, uwepo wangu uwe karibu na ninyi, ukuhani, utakatifu, uwepo, uzuri uwe pamoja nami, alafu muone kama sitafaa. Sawa. Imekaa vizuri. Nakumbusha hata kwa Daniel, siku zimefika za kwao kurudi, lakini bado hayatokei maajabu ya Mungu kurudisha kule.
Daniel anaenda kuomba, Mungu anaingilia kati, anajidhihirisha ukuu wake, anapopatia kibali sasa cha ruhusa cha kwao kutoka. Kwa hiyo inahitaji sisi pia wanadamu kwamba tudai kwamba Mungu, kwa sababu mimi naona kama hatubishi, hatung'ang'anii, hatuombi, yani ile vya kutosha kwamba dhihirisha Mungu. Kuna kunahitaji uwepo wako, kuna intervention yako inatakiwa iwepo hapa, kama ilivyokuwa kwa Daudi. Danieli, Mungu alitoa plani miaka 70 mtarudi, akasoma. Yoshua huyo naye Mungu ametoa plani, mtavuka, waambie kesho baada ya siku 3 kuna maajabu naenda kuyafanya. Mpaka sasa hivi Mungu hajatutangazia anaenda kufanya maajabu. Tutangazia na kufanya maajabu. Ila sasa unasema nasubiria. Wewe unajitakasa, unajiandaa, unatanguliza sanduku, uko tayari kutembea na uwepo wake ajidhihirishe. Muumba asingependa kujidhihirisha katika uumbaji wake kama mimi nipo hapa, lakini anataka kujidhihirisha kupitia mameneja ambao ni wewe na mimi. Rafiki yangu, Mungu wa maajabu yupo hapa, anatuita tukae mkao wa kumtegemea na kumtumainia na kumtazamia. Tumpe ushirikiano wa imani, uaminifu, alafu tuone kama hatafaa. Mungu ni mwaminifu, na Mungu yu hai. Moja kati ya miujiza ambayo kuna mambo ambayo rafiki, ukisoma katika Luka sura ya 18, sura ya 18 mstari wa 18 mpaka 27 utasoma baadaye. Wanafunzi walishangaa wakasema hili haliwezekani. Eti mpenda mali ageuke kuwa mpenda Mungu na mpenda watu. Tajiri aingie katika ufalme wa Mungu. Lakini Yesu alisema kwa mwanadamu haliwezekani, lakini kwa Mungu inawezekana. Yani tunaweza tukavuka kutoka dhambini na kuingia uzimani. Mautini kuingia uzimani. Dhambini kupenda dhambi, kupenda haki. Lakini kama tumemkaribisha Mungu, uko tayari kumkaribisha Mungu? Baba yetu wa mbinguni, tunakukaribisha wewe tena. Tangulia mbele yetu, hatuijui njia. Utuvushe kwa jina la Yesu. Maajabu ya mabadiliko katika maisha yetu binafsi, mabadiliko kwa familia zetu, mabadiliko kwa taifa letu yanawezekana, maana tunaamini. Tunaomba ufalme wako uje, mapenzi yako yatimie, utakalo mbinguni lifanyike duniani, katika jina la Yesu. Bariki kila anayepokea neno hili kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Asante sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki kizuri. Leo tuko tunaangalia Mungu aliye hai ambaye anatenda maajabu. Kesho tunaenda kuangalia kumbuka. Hivyo kumbuka. Mimi ni Arnold Lubinza na mimi Enos Mwakalindile. Karibu sana.